والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الأمين وعلى آله وصحبه وبعد. Ndugu zangu Waislamu, nimehudhuria katika hadhara hii, nimeitwa kwa ajili ya kushiriki jambo hili. Lengo kubwa ni katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza mapambano ya jamii yetu kuwa na maadili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza katika Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, mimi kwa majina naitwa mkaguzi wa Jeshi la Polisi Tanzania Shahame Makele. Ni polisi wa kata hii, niseme kata ya Buyuni pamoja na mitaa mitatu ya kwa Mustafa, Kinyamwezi na Kigogo Fresh A, ambapo kimsingi afande IGP Kamilu Swambura alitupanga sisi kwenye hii nchi kwa kila kata kwamba kila kata lazima apatikane polisi angalau mwenye nyota 1 mpaka 2 kuhakikisha kwamba anaambatana na jamii hiyo katika kuprovide education, kwa maana ya kutoa elimu kwa jamii, na elimu hii ni elimu ambayo itakuwa positive ili jamii inufaike na wewe na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo alhamdulillah, kwa maana ya kata hii ya Pugu pamoja na ile mitaa mitatu ya Buyuni na mitaa mitatu hii ya Pugu, mimi nilipangwa huku kuja kuambatana kushirikiana na ninyi, ili mradi tuhakikishe tunashirikiana kwa pamoja Pugu yetu na Buyuni kwa ujumla iendelee kuwa salama. Tuseme alhamdulillah kwa hilo. Lakini leo ghafla nikapata wito, niseme wito wa mwenyekiti wetu Sheikh Timbwa pale, Fikiri Rajabu Timbwa, akaniambia Makele, hili jambo leo linakuhusu, uje uambatane na sisi uone vijana wetu wanaosoma Qur'an. Na mimi kwa sababu ni mdau wa hayo nikasema alhamdulillah, na mimi nakuja nije nione vijana wetu wanavyoshindana, wanavyopambana kuhakikisha kwamba wanahifadhi Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, kipindi hiki ni kipindi ambacho cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kipindi ambacho tunatakiwa tukitumie. Tuna 13 kwa maana siku 30 mpaka pale ambapo tutajaliwa kufungua huu mwezi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min la'allakum tattaqun. Mmefaradhishiwa kufunga, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, ili mradi tu mpate kuwa wacha Mungu. Maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, na ukiangalia katika makumi haya matatu tumepewa kazi ya kufunga, lakini 10 la kwanza mnalijua kazi yake ni nini, 10 la pili mnalijua kazi yake ni nini, na 10 la tatu mnalijua kazi yake nini. Tukiyakusanya haya yote, maana yake sisi tutakuwa wacha Mungu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niwaombe sana Waislamu wenzangu, niwaombe sana vijana wenzangu, haswa kundi hili ambalo leo mnaliona linahitaji malezi yaliyokuwa bora. Kundi hili ambalo leo baada ya miaka 10 au 20 mbele ndio watakuja kuwa kama sisi. Watakuja kuwa kama sisi. Sasa hapa tukiharibu huu msingi leo, na msingi mzuri ni kuwapitisha vijana kwenye Qur'an. Hakuna msingi mwingine. Kijana akishiba Qur'ani vizuri, akahifadhi juzuu 30 vizuri, na pia na naamini kabisa kwa Mwenyezi Mungu kwamba hatosumbua, hatakuwa mhalifu, hatakuwa na uwezo wa kuwa na tabia mbaya, kwa sababu tayari amepata yale yaliyokuwa kwenye Qur'an. Mimi naamini hata sisi tuliokuwa huko ambao tayari tumehifadhi Qur'an tulikuwa kama wale, na leo sisi sidhani kama kuna mtu anaweza akashawishika na wewe akakwambia eti nenda kafanya jambo baya ukaenda, kwa sababu tayari Qur'an inafanyaje, inakukataza. Kwa mimi niwaombe wazee wangu, tuendelee kushirikiana kwa pamoja, tuendelee kutumiana kwa pamoja, na kitabu chetu kitukufu Qur'an ambacho ndio kinatuongoza tuendelee kukitumia. Vitabu vingine duniani vipo, sikatai, lakini hata hiyo sheria ya nchi ambayo mnaiona leo imetungwa walifuata ambayo yalikuwa kwenye Qur'an. Takbir. Waliyafuata ambayo yalikuwa kwenye Qur'ani, ni ndio maana leo mnaiona dunia haitikisiki.
Mnaiona dunia leo, kila ambalo linafanyika wana revise kwenye Qur'an. Kwa hiyo mimi niwaombe, kazi yangu mimi niliitwa police kata, ndio niliitwa hivyo kwenye jamii kwamba yule ni police kata, lakini kikubwa kabisa tulipewa 5 core functions of community engagement, among them to provide education, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na elimu, jamii imtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini jamii itambue sheria za nchi. Leo hii unaweza kuona tunatulia kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia, tunakuwa wanyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini shekhe, subiri huu mwezi uishe, afu pita huko kwenye mitaa huko, ndio utaona sisi vijana tukoje. Sasa mimi binafsi kazi yangu nimetumwa kuja kuipa elimu jamii. Mimi niwaombe tushirikiane na nyinyi. Nashukuru kwa kata ya Pugu na kata ya Buyuni kule, mimi nimeongezewa mitaa, imekuwa 11 sasa. Madrasa zipo za kutosha na vijana wanasoma. Tuendelee kupambana, tuendelee kuwahimiza hawa vijana. Ukimuingizia juu 30 huyu kijana leo, mimi hapa binafsi nilisoma miaka 10-20 iliyopita huko, lakini leo nakumbuka, na baba yangu hawezi kuwa masuhulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hawezi, kwa sababu tayari alinipeleka madrasa. Hata atasimamishwa siku mbele za haki kwamba mtoto wako ulimpa kitu gani ambacho kilimfanya amtambue Mwenyezi Mungu. Alisema mwanangu nilimpeleka madrasa akafundishwa na amehifadhi juzu 30, anajua. Sasa kama aliyafanya ya hovu ya kwake, ni yeye mwenyewe aulizwe. Tuseme inshallah kwa hawa vijana tuwalee vizuri, wawe matokeo mazuri, wawe baadaye waje kuwa viongozi ambao watakuwa ni chanya ndani ya taifa hili.